Kwa miaka 250 Wamarekani wamejitawala wenyewe kama watu huru na wenye mamlaka kamili. Tunawachagua viongozi wetu wenyewe, tunaamua sheria zetu wenyewe, na tunaposhtakiwa kwa uhalifu tunasimama kuhukumiwa mbele ya baraza la waamuzi linaloundwa na wananchi wenzetu. Hiki ndicho kipengele muhimu na kisichoweza kuondolewa cha mfumo wetu wa utawala. Huu ndio msingi wa mfumo wetu wa maisha wa pamoja. Lakini leo watu wenye nguvu katika maeneo ya mbali wanataka kutunyang'anya hilo. Wanaamini kwamba wao ndio wanaopaswa kusimamia sheria zenu, nchi yenu na maisha yenu, na hawajali kama mnakubaliana nao ama la. Upande mwingine wa dunia kuna taasisi inayojiita Mahakama ya Kimataifa ya Jinai, ICC. Labda umewahi kuisikia, labda hujawahi kuisikia, lakini kuna uwezekano mkubwa kwamba hufahamu hata majina ya majaji wake, waendesha mashtaka wake au rais wake, na hupaswi kulazimika kuyafahamu. Lakini tunapozungumza sasa, ICC na washirika wake wanapigana vita dhidi ya nchi yetu, si kwa risasi au makombora, bali kwa sheria, makubaliano na nguvu ya kile kinachoitwa sheria ya kimataifa. ICC ilipoanzishwa miaka 24 iliyopita, tuliambiwa kwamba ingekuwa chombo cha mwisho chenye mamlaka finyu, mahakama ya kimataifa ambayo ingeingilia kati tu kushtaki makosa makubwa zaidi kama vile mauaji ya kimbari na uhalifu wa kivita, na kufanya hivyo pale tu ambapo mahakama za taifa husika zingeshindwa kutekeleza wajibu huo. Lakini ukweli ni kwamba taasisi hiyo ilikuwa jambo kubwa zaidi, lenye misimamo mikali na ya kupindukia. Ni mahakama ya kimataifa inayosimamiwa na watendaji wa kimataifa ambao hawakuchaguliwa na wananchi, lakini wanadai kuwa mamlaka yao hayana mipaka. Hatari ya mahakama hii ya kimataifa imeendelea kuongezeka kila uchao. Leo hii inatishia kila nyanja ya mfumo wetu wa kisiasa na kisheria. Inawatishia maafisa wa ulinzi wa mipaka wanaowaondoa wahalifu hatari nchini mwetu. Inawatishia wanajeshi na majini wa Marekani wanaohatarisha maisha yao kwa ajili ya kulinda taifa letu. Inawatishia waendesha mashtaka wanaofanya kazi ya kuvuruga njama za kigaidi zinazolenga kuwashambulia na kuwaua Wamarekani. Ikiwa tutabaki kimya, wote hao watajikuta mikononi mwa majaji wa kigeni walioko maelfu ya kilomita mbali, wakikabiliwa kila wakati na hatari ya kushtakiwa ama hata kufungwa kwa kile kinachoitwa kosa la kuitetea nchi yao wenyewe. Wananchi wa Marekani hawakuwahi kukubaliana na jambo lolote kati ya haya, na kamwe hawatakubaliana nayo. Someni maneno ya azimio letu la uhuru. Tulipigania uhuru wetu dhidi ya dola la kigeni lililotusafirisha kuvuka bahari ili tukahukumiwa kwa makosa ya kubuniwa. Uhuru ni haki yetu ya kuzaliwa. Kamwe hatutauruhusu watendaji wa kigeni kutunyang'anya haki hiyo. Utawala huu hautakaa kimya, huku ICC na washirika wake wakitafuta kutishia wananchi wetu. Ikiwa wanaamini kwamba wanaweza kutunyima mamlaka yetu ya kujitawala, tutawafundisha maana kamili ya azma na msimamo wa Marekani.